Popote pale ambapo unatusikiliza asubuhi leo, karibu sana katika ibada nzuri ya baraka na ushindi. Na moja kwa moja asubuhi leo tutakwenda kuanza kwa maombi. Masika la parato loko sopra dega jala mandarabos. Nitakwenda kusoma katika kitabu cha waraka wa Kolosai sura 4, mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Tuende mpaka mstari wa 4. Kolosai sura 4 nasema ndaza mstari wa pili, nasema dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Kolosai hiyo sura ya 4 mstari wa pili nasema dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba na shukrani, mkituombea na sisi pia kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo ambayo kwa ajili yake nimefungwa, ili nidhihirishe kama ipasavyo kunena. Sakala mandarapo sokolobo zira. Mambo andiko linasema katika Kolosai sura 4 kuanzia mstari wa pili mpaka 4, Paul analiambia kanisa la Kolosi waungane naye katika maombi. Anasema dumuni sana katika kuomba. Dumuni sana. You have to stay there. Inabidi ukae pale kwa muda mrefu. Ambao wanakutania sio wale maombi ya jumlisha Mungu mtoe shetani. Ni maombi ya tena na tena na tena na tena. Anasema dumuni sana katika kuomba. Yes. Mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Na kuishia tu hapo, akawaambia mkituombea na sisi pia kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo ambayo kwa jina lake nimefungwa. Asubuhi leo pale ulipo, na kila mmoja wetu afungue kinywa chake na aombe kwa ajili ya kazi ya injili, kwa ajili ya neno la Mungu lisambae kwa kasi sana ndani ya taifa letu, kuliko ambavyo tumewahi kufikiri, kuliko ambavyo tumewahi kuona, kuliko ambavyo tumewahi kuona uzoefu wake. Balika rabasi kalama ndarabosura. Tambua kwamba Bwana amefungua milango ya kipekee kwa ajili ya kweli hii ya injili hii ambayo haijakushua iende kwa kasi zaidi kwenye vyombo vya redio vinavyoshika kila mahali ndani ya taifa la Tanzania, kanda zote, kaskazini, kusini, mashariki, kanda kati, kanda ya ziwa, kanda za nyanda za juu, kusini, magharibi, kote ambako hatujafika bado, kweli hii ya injili ifike kwao katika jina la Yesu. Malengra matela pradona sapara mandere kasu rigeza palabara majendere makoto lo parabandere kasepla dosh bela mara mandere basi ribozikira barabala mandara basi robala bara mandere bozonto shandere bus likidi busata kabayandi kira bayande de bus rapaliba sipara banama kira bara kira bazolo para libara shandere busa rebazitele bajendere bajantala para basigidi bajala bara mandere bara basigidi bajantala bara basigidi bushikidi bujantala bara basipradige jele bara bandara likara bandere busa kibara lipara ba kire busa takaba liprusa takaba zondi ligibahat reprusa takaba yandi kibaronde lebrosa takaya mashekara bayande lebosa rapali bosa takayande ligidi bosa takabazonde lebosa sheparaba kiparaba librazonde lebosa takaya mashekara dadayande lebosa takaba rakali bosa takabayande leprosa takabazonde lebrosa ligidi bosa takaya para baba korobo sataka ya liga bazonde le brosa taka bayande le bosa mashe para bayande le brosa taka ba lege bahata le brosa taya ke bahata le brosa mala shende le bosa taka ba le prazonde le brosa taka ba mashe kididi lege bosa taka bayande ke baronde le brosa taka ya mashe para bayande le brosa liga bayande le brusa shepara bayande le brusa lika para baba shepara bayama ligede de brusa takaba ligi bahata le brusa takabayande mashepara bayande le brusa takaya liga bahata ki para bayande le brusa takaba
Mashe parabayande librusa takaya. Ligi bahande libusa. Rakali busa takabayande. Kibara bara baba. Shiparabayande librusa. Likidi busa takaya. Mashande libusa takabayande. Ligi busa takabazonde librusa. Mashi para baba baba. Kiri busa takabayande libusa. Liparabayande. Kibrazonde librusa takaya. Mashike de busa takabazonde. Iparabayande libusa. Sheparabala. Kirabayande. Likidi busa takabazonde. Iparabazonde. Kepara. Sheparabala. Legere busa takaba. Mashake busa takabayande. Ralibaha shata kabayande. Ligiri de busa takaya. Mashande de busa takeba. Rakada bayande. Ligiri de busa takaba. Rakale shade le parabara. Ligiri de busa takaya. Mashi parabayande. Kitabayande de busa. Rakari baha. Ligiri busa takaba. Mashi parabara. Kiparabara. Libede de busa takira. Mashi parada yande de busa. Rakapalinde de busa takaya. Mashi parabayande. Ligiri de busa takabazonde. Rapalinde de busa shetarabayande. Rapala baba baba. Koro busa takaya. Mashi kide de busa takaya. Rakeda bara baba. Repora baba. Sheke de busa takaya. Mashande de busa. Likarabayande de busa. Liparabayandi, Rabosa Takira, Rabosa Takira, Liparababa, Shiparabayandi, Likidibusa Takabayandi, Kibaronde, Librosa Takabayandi, Mashiparabayandi, Librosa, Rakadel, Masheta, Rapali, Bosande, Libosa Taya, Rabari Baba, Shikiribusa Takaya, Mashande Libosa Tekiba. Rikabara baba shikara baba kurubu sata kabayani rakapali busata kabazonde kibaronde libro sata kabazonde mashepara bara kurubu sata kabayani likara baba shipara bara rekedi busata kaya mashande busata kabayani libro Takabazonde de Bosa, Le Carababa, Shiparabara, Urubusa Takaya, Rakarabayande de Bosa, Lege de Bosa Takabayande, Liposa Taya, Keparabarabayande de Bosa, Mashe Parababayande de Bosa, Lege de Bosa Takabayande, Likabazonde de Bosa Takaba, Mashe Parababa, Keparabara. Libariki Bwana pale ulipo Kipara bayande de busa takaba. Shukuru kwa nafasi ambayo tumeipata kwa mahali. Shukuru kwa nafasi mahali hapa. Shukuru kwa nguvu yake na roho yake ambaye anahudumia kipekee siku leo. Shukuru kwa neno ambalo unakulisikia mahali hapa. Mashipara bayande de busa. Likabayande de busa. Rabara kipekee sheke de busa takaya. Kipara bayande de busa takaya. Liba. Haijalishi changamoto gani umekuwa ukipitia au kazini au katika biashara yako, katika ajira yako au katika afya yako, upo katika uwepo wa Bwana. Sheparabazonde keparabayande legerehesa tai keparababa shiparababa likidi busata keparabayande lebusata kapa ligabazonde lebrosa Masheparabayande lebosa rakara baba shekele bosa takaya legere bosa takaba ribara baba sheparabara orobosa takabayande masheparabayande lebosa legere bosa takaya. Oh hallelujah, Master Jehovah. Sheparabayande lebosa takabayande legere bosa takabayande lebosa
Mashi para bayande libusa takaba. Ligi bahata kiba unde libusa. Li para bayande libusa takaya. Shiki libusa takabayande. Neema ya kipekee ulotupatia watoto wako. Li para bazonde libusa takaya. Mashiki libusa takabayande. Neema ya kipekee, ya kipekee, ya kipekee, ya kipekee. Li para bara kurubusa takabayande. Shipara bara baba kiribusa takabayande. Ipara bazonde librusa. Rakaribusa takaya. Mashipara bayande. Ligiribusa takaya. Shipara darayende. Ligiribusa tekeda. Shambili libusu takabayande. Lipara bara bara. Shipara bara bara. Shipara bara bara. Kira rapali busa takabayande. Mashipara bara bara. Kurubusa takabayande. Ligara baba. Shekiri busa takabayande. Liprosa takabazonde. Kibaronde, 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 kibaronde. Liprosa takaya. Mashipara bayande. Ligibusa takabayande. Rakalibusa takaba. Shipara bara bara. Kira bara. Lipara bayande libusa. Rakara baba. Shekiri busa takabayande. Libara baba baba. Rakeli busa takaya. Libara bayande libusa takeba. Rakara baba 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 shandi libusa ta. Lipa. Shipara bara bara. Lekere busa takabayande. Rakara baba baba. Shipara bara bayande libusa. Lekere busa takabayande libusa takaba. Mashekara baba baba. Kurubusa takabayande. Ora kalipusa takaba. Mashipara bayande. Tunakwenda katika kipindi hichi cha kumsifu Bwana. Hata kumwabudu Bwana pamoja nasi katika wimbo huu. Acha fikra zako na akili yako na moyo wako uwe pale. Oh, sakala barabanda basi. Tafakari maneno haya ambayo tunatumia kuabudu nayo Bwana asubuhi leo. Sikala mandala basi. Yes. Yeye yule jana leo na hata milele. Yeye ndio Bwana anayetawala milele yote. Na jina lake linastahili kutukuzwa na kuabudiwa. Oh, akradigi jini bandana basi. Li para bayande de bus, tura bayande de bus, li para bara, quiera bara. Rakapusa takabazonde, shepara bara bara, kibara bara, leke de busa takabayande de bus, mashe bara bara, yeke de busa takaya, raka de busa takeba, rabara bara, shande de bus, quiera bara, le para. Chochote ambacho kinakuja dhidi yetu, tuna ujasiri kwamba tunaweza kukabili, maana yeye ni Mungu wetu na tunaishi ndani yake na tunaenda ndani yake. Na kwake yeye ni kustahili sifa na utukufu yeye ajaye. Nasi tunapaza sauti zetu kusema jina lake libarikiwe na kuhimidiwa. Yeye aliye mwanzo na mwisho, yeye aliye Bwana mabwana. Tunainua sauti zetu na kusema kwamba jina lako libarikiwe Bwana. Yesu ashindwi kamwe. Yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye ndiye Bwana. Haijalishi changamoto unayopitia, haijalishi ugumu ambao umekuwa nao, haijalishi ni vipingamizi vimekuwa kiasi gani mbele yako katika safari yako, katika njia yako. Asubuhi leo unapomwabudu na kumpa sifa na utukufu. Oh, nguvu ya Bwana inasambaa kila mahali.
inaponya na kuisha yote yanayohusiana na wewe, inafungua and we say hallowed be your name. We're grateful. Come on. Sauti yako pale ulipo na mwabudu Bwana. Limini jina lake. Yeye ambaye ndani yake tunaishi. Yeye ambaye ndani yake tunaenenda. Yeye ambaye ndani yake tuna uzima wetu. To the one Ribo Jolo Mandala kwake yeye ambaye anakuja. Oh, tualimie jina lake na kulitukuza. Yeye aliye Bwana, yeye aliye Mwokozi. Yeye ni mwanzo na mwisho. Aramanda na basi. Mangra febra diga. Jifra bala mandrodesa. Matla pratica la bu. Sipra manda na man. Rati bali na majida. Maramanda na bala. Jesus, Jesus, you never fail. You are just the same. Yesterday, today. Master, Savior, Lord, you reign. And we say, hallowed be your name. Jesus, Jesus, you never fail. You are just yesterday, today. Master, Savior, Lord, you reign. Hallowed be your name. Ligede busata kabayande libusa. Shikede busata kabayande libusata kiba. Le parabayande libusa. Mashi parabayande libusata kida. Shi parabaraba. Kide busata kabayande. Asubeleo linue jina la Bwana pale ulipo. Asante uponyaji wa afya, utukufu katika maisha yako, mabadiliko kwenye yote yanayohusiana na wewe. Jesus, Jesus, you never fail. You are just the same. Yesterday, today. Master, Savior, Lord, you reign. Hallowed be your name. Jesus, Jesus, you never fail. You are just the same. Yesterday, today. Master, Savior, Lord, you reign. Hallowed be your name. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes. Oh, Lord. Wewe ni wewe yule jana, leo na hata milele. Alibariki jina lako asubuhi leo Bwana. Tunasema asante kwa ajili ya ibada hii. Tunasema asante kwa kila anayetusikiliza Bwana. Oh, nguvu yako ya kipekee inamhudumia kila mmoja wetu kila mahali alipo asubuhi leo. Asante kwa ajili ya uponyaji. Asante kwa ajili ya afya njema. Asante kwa ajili ya suluhisho Bwana. Asante kwa ajili ya Rema Word ambayo inakuja na kupenya na kugusa kila mmoja wetu Bwana.
hakika hakuna anayesikiza ibada hii, anayeshiriki katika ibada hii ambaye atatoka kama alivyoingia. Yes. Kuna badiliko la roho, la nafsi na mwili. Yes. Kwa nguvu ya roho wako na katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Oh, hallelujah. Glory. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Wimbo ambao umesikia unaitwa Hallowed Be Thy Name. Yani unalibariki jina la Bwana, ni kama vile ni salamu fulani ya utukufu ya kumwadhimisha yeye. Balaraka sila baraba. Jesus never fails, Yesu ashindwi kama mtumishi. Yes. Ashindwi kabisa. Anaweza kufanya makuu kupita fikra yako, mtazamo wako na akili yako. Ana uwezo wa kukupa wepesi maeneo ambao hukuwahi kufikiri wala kuwaza. Asubuhi leo karibu sana katika ibada. Niko hapa pamoja na mchungaji Steven, na tunamshukuru Bwana kwa nafasi na fursa hii ambao tunaweza kukuletea kweli neno la Mungu na kushiriki na wewe katika ibada hii wote pale ambapo unashiriki. Asubuhi leo ningependa ututumie ujumbe mfupi, utuambie unashiriki ibada hii kutoka maeneo gani. Yote ambaye anatusikiliza, kama unaweza kutuma ujumbe mfupi, tuma katika namba zifuatazo: 0736 000999. Tungependa kusikia unashiriki na sisi ibada leo kutokea pande zipi. Amen. Itakuwa jambo la baraka sana, jambo la ushindi sana. Na kabla hatujakwenda katika somo letu la leo, tutafanya kwa dakika 3 pitio ya Rhapsody za wiki nzima kuanzia Jumatatu. Kumbuka kitabu cha Rhapsody kinatoka kila mwezi, kina neno la kila siku, kinaandikwa na mtu wetu wa Mungu mchungaji Chris ya Kilome PhD. Na somo la Jumatatu tarehe 11 lilikuwa linasema upendo huona na kutambua thamani ya kweli. Upendo huona na kutambua thamani ya kweli. Na andiko la ufunguzi lilikuwa ni waraka wa kwanza Yohana sura 4 mstari wa 8. Neno likisema yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Mchungaji Steve, umewahi kusikia hizi notion za duniani kwamba the love is blind, upendo ni nini? Ni kipofu. Lakini andiko linasema, mtu wetu wa Mungu hapa amerejea, amesema upendo huona na kutambua thamani ya kweli. Kwa hiyo wale ambao wanasema life is blind, naomba urejee tena ile kauli yako na uitafakari vizuri. Inawezekana isiwe na mashiko hayo unaofikiri. Hai. Kusoma hii Rhapsody ya Jumatatu itakubariki sana. Utaelewa ukitembea katika upendo itakufanya uwe na hamasa ya kuvuna nafsi, ya kuokoa watu, ya kupeleka habari njema katika ufalme wa Mungu, katika ulimwengu wote. Habari njema za ufalme wa Mungu katika ulimwengu wako. Utaelewa kilichomfanya Kristo aje duniani ni ule upendo ambao ulikuwa unamchochea ndani. Amen. Na siku ya Jumanne hapo ilikuwa inasema Kristo katika roho, nafsi na mwili. Yani hii Rhapsody natamani kila mtu kwa wale ambao wana simu janja, hebu kama kuna ambao tumeshawatumia hii Rhapsody, lakini kama hujaipata, hebu tutumie message leo tukuforwardie hii Rhapsody ya tarehe 12 Jumanne inayosema Kristo katika roho, nafsi na mwili wako. Andiko la ufunguzi lilikuwa ni Wakolosai sura ya 1 mstari wa 27, ambapo nilikuwa nasema ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Ni ujumbe mzito sana, wa muhimu sana. Yani hii ndio definition ya Ukristo ulipo. Ungesema mnyumbulisho wa Mkristo uko wapi? Na mchungaji alianza kusema jambo kuu zaidi linaloweza kutokea kwa mtu ni kupokea na kumjua Yesu Kristo. Jambo pekee linaweza likatokea ndani yako. Ni kumpokea na kumjua Yesu Kristo. Sio haya mengine ambayo watu wanaanza kufikiri mtumishi. Hata ungepata nini dunia hii, hata ungepata ulimwengu wote, andiko linasema itamsaidia nini mtu? Itamfaidia nini mtu akipata ulimwengu wote na anasa zake zote na vyote vilivyo katika ulimwengu, afa akapata hasara nafsi yake? Mwanadamu atalipa nini kama badala wa nafsi yake? Kwa hiyo nakutia moyo ukaipitia hii Rhapsody, na kama unaweza kuisikiliza, kama una simu janja tutakutumia usikilize tena na tena na tena. Kuna vitu vya muhimu sana utavipata. Hiyo Wakolosai 1 mstari wa 27, sura ya 1 27 ni andiko ambalo unatakiwa ulitafakari asubuhi, mchana, jioni, many times, hata ikiwezekana mara 100. Yani mpaka uchuje kila kitu katika ile andiko ikae ndani yako.
kwamba Kristo ndani yako ni tumaini la utukufu. Ni neno pana sana hilo. Na siku ya Jumatano neno lilikuwa linasema tunajenga uwezo huku tukifanya kazi. Andiko zuri sana hili. Kwamba usubiri mchungaji, mtumishi uende kwanza Bible school umalize alafu ndio uje uhubiri. Unaanza pale ulipo mtumishi. Kabisa. Yes, pale ambapo Bwana amesema nenda, unasema yes sir, unainuka unaenda. Yes. Na andiko la ufunguzi lilikuwa ni Injili ya Yohana sura 4 mstari 35 ambapo inasema hamsemi ninyi bado miezi 4 ndipo yaja mavuno? Tazama mimi nawaambieni, inueni macho yenu na myatazame mashamba ya kuwa yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. Kwa Bwana anasema inua macho yako, angalia mashamba yameshajaa nini? Mavuno. Unajua mara nyingi huwa tunadhani hamna washirika, wanajua washirika hamna, ni watenda kazi. Hivi inasema mavuno ni mengi sana, watenda kazi ni wachache. Kwa hiyo ambaye unatusikiliza, hebu kuwa mmoja katika wale watenda kazi katika shamba la Bwana. Amen. Uinuke na kufanya kazi ya Bwana katika ulimwengu wako. Siku ya Alhamisi neno lilikuwa linasema si swala la ikiwa hali inaruhusu. Andiko lilikuwa linasema Waebrania sura 10 mstari 25 kwamba wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonapo siku ile kuwa inakaribia. Yaani hapa mchungaji alisitiza sana umuhimu wa kwenda kanisani na kuwa sehemu ya kanisa. Amen. Na kwa kadiri ile siku inavyokaribia ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tunabidi nasema kujifunga kibwebwe. Amen. Yes. Na uhakikishe kwamba nyumbani mwa Bwana umekaa pale vizuri kabisa na unatumika ipasavyo. Wow, somo la Ijumaa alikuwa anasema mamlaka isiyo na mipaka. Neno nzuri sana hii, inasema nanyi mkiomba lolote kwa jina langu hilo nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Hiyo ni Injili ya Yohana sura 14 mstari wa 13. Mamlaka jina la Yesu hiyo. Sasa kuna wale wanaomba Bwana Yesu katika jina la Yesu. Hiyo haiendi mtumishi. Sio, hiyo haiko hivyo. Unamuomba Baba katika jina la Yesu. Sasa wengi wanatumiaga ile andiko la Injili ya Yohana sura 14 mstari wa 13 kudefend kwamba kusema Bwana alisema nanyi mkiomba lolote kwa jina langu nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Ukilisoma hili neno katika muktadha sahihi utaelewa Bwana anasema ukiamuru jambo kwa jina lake yeye ataingia katika utendaji afanye ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Kwa maana hiyo haumwamuru yeye afanye kwa jina lake. Ndani unaelewa, yani siwezi kuja kwako kwa jina lako mwenyewe. No. Kwa hiyo utakuwa unamkabili mtu mwingine katika jina la aliyekutuma. Kwa maana nyingine ni kwamba utakuwa unatumia mamlaka ya aliyekutuma kuamuru lile jambo, sio au kukabili lile jambo. Kwa hiyo ukisoma au ukisikiliza hiyo Rhapsody ya Ijumaa tarehe 15 itakubariki sana. Mamlaka isiyo kawaida. Jina la Yesu ni kuu mno kuliko vitu vyote mtumishi. Kila ugonjwa unapiga goti katika jina la Yesu. Kila mamlaka, kila usultani, kila serikali ya vitu vinavyoonekana visivyoonekana, kila principalities and power, mazikri pala burubosa. Ni jina moja ukilielewa uwezo wake, nguvu yake na ukuu wake. Nielewe mtumishi, kila kitu kitapiga magoti mbele yako. Yes. Na kuna wale ambao wanatumia jina la Yesu in panic. Yaani wamepanic. Yesu. Kila kitu tu Yesu. Yaani kwanza mimi nakwambia usipolithamini hili jina haliwezi kufanya kazi kwako. Yaani ukiwa unalitumia kwa mzaa, ukiwa unalibeza, ukiwa unalidharau, siku utakapolihitaji lisimame kwa ajili yako halitafanya kazi. Ni maandiko, sio utani. Ukiwa na profanity kwa Kiingereza, Kiswahili ni yaani ukiwa na dharau au kebei au kupuuzia vile vitu vya thamani, vile vitu vyenye heshima, siku ukitaka vile vitu vifanye kazi kwa ajili yako, na kuambia havitafanya kazi. Utashangaa. Yaani utakuwa ume short circuit. Ni kama unajua maana ya short circuit. Yaani utakuwa umevipigisha short. Havifanyi kazi. Muhimu sana. Yaani lazima ulichukulie kwa ubora na ukuu. Uwezi kufanya joke, uwezi kufanya utani juu ya jina la Yesu. Alafu kategemea kwamba siku unalihitaji lifanye kazi, litafanya kazi kwako. Kwa hiyo kwa wale kama ambao msema mchana mbona umekuwa mkali asubuhi. So mkali najaribu kueleza vitu ambavyo ni vya muhimu sana,
Kuna wale ambao wanafanya jokes kanisani, unakuwa sio labda una tamasha kanisani au una concert, jamaa wanakuja kufanya pale mbele ni comedians, Christian comedians in bracket. Alafu wanachukua jina la Yesu wanalizungusha anyhow au unatazama filamu wanatukana jina la Yesu, wanakas, yani wanalilaani jina la Yesu, alafu wewe unakaa unatazama. Alafu kesho unategemea udhalitiwe jina la Yesu fanya kazi kwako. Alifanya kazi mtumishi. It will not work. Kwa sababu wewe hujaliheshimu na kulithamini kama inavyopasa. Wewe ngwambie maisha ni jambo la kiroho, so story. Yes. Yeah, so utani. Ukristo ni uhalisi, sio jambo unafanya Jumapili na Jumatatu alafu unakaa paka ni life ya kila siku. Kwa lazima ujitunze na ujihifadhi na uliheshimu. Muhimu mno. Nilikwambia mfano unapomwabudu Bwana, hauwezi kumaddress yeye kama, yani huwezi kuzungumza naye kwa jina lake la kwanza bila kutumia ile heshima na ungesema na utukufu alionao. Na hapo nimekumbuka hapa katikati kuna rumors zimetokea sana kwa habari ya miujiza. Kuna mtumishi mmoja kwa habari ya muujiza wa gesi. Akawa anauelezea akasema jinsi ambavyo una udharau. Siku ukipata shida una mgonjwa hospitali na anatakiwa aongezewe ule mtungi ya gesi, anasema hiyo kitu hiyo ni neno la kinabii. Yani kwa kishia it will not work. Haitofanya kabisa. Mtumishi inakwambia hivi kwa asilimia sio 100 tu 1000 it will not work kabisa. Kwa sababu wewe unapodharau kile ambacho kinaweza kufanya kazi. Sawa, siku ambacho unataka kufanya kazi, hakiwezi kufanya kazi kwako. Kwani nikwambie moja ya kitu kuhusiana na ushuhuda. Ushuhuda unapotolewa unazalisha nguvu inayoweza kuzalisha miujiza inayofanana na ile mingi tu wakati ule ambapo ule ushuhuda ule unatolewa. Na ndio maana tunawaambia watu watoe shuhuda kwa kile ambacho Bwana amefanya. Ili wanaosikia wakiamini, wakati ule kuna neema maalum ya kuzalisha muujiza kama ule ambao umeshuhudiwa pale kwa wengi ambao wanahitaji. Sasa wewe ukiusikia ukasema ukaubeza ukaudharau, siku ambayo unataka ule ushuhuda kama ule ufanye kazi kwako, ai bala karabala bazira, kuna kitu kinaitwa Ichabod, yani the glory is gone. Dagundua ile siku ambayo unataka mbingu isimame kwa ajili yako mtumishi, mbingu imefunga, inagoma, yani imefunga kabisa. Bwana epushie mbali mtumishi, sio kwako, sio kwako kabisa, yani sio kwako kabisa. So na jana Jumamosi ilikuwa ninasema tendea kazi na zaidi sana. Okay, sijui kwa nini nadhani nirudi kwenye hiyo topic. Wengi walikuwa wanaongea walikuwa ni wapendwa. Yes. Nikajiuliza, do they believe in miracles? Anyway, there will be a subject for that. Jumamosi somo la jana alikuwa anasema tendea kazi neno lake bila kusitasita. Somo zuri sana. Akisha kesho kwenye Rhapsody kesho unashiriki asubuhi, tutapitia Rhapsody ya Jumamosi nzuri mno. Tendea kazi neno lake bila kusitasita. Wow. Somo la leo Jumapili tarehe 17 linasema dumu katika maombi. Andiko la ufunguzi ni Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17, neno linasema ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Mungu anasema maombi ni sehemu ya kazi yetu ya ukuhani na huduma yetu kama Wakristo. Kama Mkristo ni kuhani kwanza. Na moja ya kazi ya kuhani ni kuomba. Maombi, prayers. Kwa hiyo lazima uwe mwanamume au mwanamke wa maombi, unapaswa kudumu katika maombi. Hili ni jambo takatifu. Baadhi ya mambo hayatabadilika hadi pale utakapoomba, na hiyo ni kwa sababu ya nguvu na matokeo ya maombi. Baadhi ya mambo tumishi utalia sana, utaomboleza, utawaambia kila mtu mpaka goti lako linapogusa chini mtumishi. Mastikili karaba labo sikaraba. Mambo hayatabadilika kwa sababu kuna nguvu katika maombi, kuna matokeo ya maombi. Wasiku tuliongea hapa kuhusiana na Hezekia na Isaya, sio? Na aina maombi walifanya walipokuwa na mkabili yule mfalme Sennacherib. Na nini ambacho kilibadilika? Haikuwa jambo la siku moja mtumishi, wala siku mbili. Walilia siku kadha wa kadha wakiomboleza. Tuzo Mungu anasema hivi, Ufunuo sura 5 mstari 8 inafunua kitu cha muhimu na cha nguvu sana kuhusiana na maombi yetu. Inasema wale wenye uhai 4 na wazee 24
wakaanguka mbele za mwanakondoo, kila mmoja wao akiwa na kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Umesikia hii? Injili ya waraka wa Yohana, Ufunuo sura ya 5 mstari wa 8. Kwamba wale wazee 24 na wale wenye uhai 4 baada ya mwanakondoo kusimama kwenda kuchukua kile kitabu, wakasujudu mbele yake. Kila mmoja wao akiwa na kinubi na kitasa cha dhahabu vilivyojaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Neno kitasa hapa ni bakuli. Okay? Soma Biblia ya Kiingereza kama Amplified Bible Classic inasema bowl, bakuli. Hiyo bakuli imejaa manukato, ungesema marashi. Na marashi hayo ndio maombi. Hiyo bakuli imejaa uvumba mzuri. Mtoto wa Mungu anasema katika Agano la Kale Bwana alitoa maagizo kwa kuhani kufukiza uvumba asubuhi na jioni katika hema. Lakini Biblia inasema hayo yote yalikuwa ni kivuli cha mambo yajayo. Unaweza kusoma hiyo katika Kutoka sura ya 3 mstari wa 7 na mpaka wa 9 na Waebrania sura ya 10 mstari wa 1. Hiyo Kutoka sura ya 3 mstari wa 7 mpaka 9 utasoma kuhusiana na agizo la Bwana aliyomwambia Musa, amwambia Haruni na ile na jamii yote ya makuhani, kile ambacho wanapaswa kufanya kila siku. Watafukiza uvumba asubuhi na jioni. Kwa kuna madhabahu kwa ajili ya kufukiza uvumba. Na Bwana alitoa maelekezo ya namna gani viungo vichanganywe kuweza kupata ule uvumba ambao utakuwa unafukizwa mbele yake. Na ni uvumba wa namna hiyo tu ulipaswa kufanywa na sio mwingine. Na Bwana akasema wakitaka kutengeneza uvumba wao wenyewe wasitumie ule wa Bwana. Yaani wasitumie vile vipimo ambavyo Bwana alieleza vitumike kwa ajili ya kutengeneza. Bwana aliwaambia wachukue viungo 1 2 3 4 5. Wavichanganye watengeneze uvumba. Uvumba huo utafukizwa asubuhi na jioni katika ile madhabahu mbele za Bwana katika ile maskani. Lakini akamwambia mkitaka kutengeneza uvumba wenu msimix with the same proportions. Yaani katika viwango vile vile. Okay. Sasa ukisoma Waebrania sura 10 mstari wa 1 inasema yale mambo katika Agano la Kale yalikuwa ni kivuli. Sawa? Kwa ajili ya mambo ambayo ndo halisi. Yaani kama vile kivuli ni nini? Yaani ni kama vile yani ni ungesema ni image sio? Ambayo sio dhahiri. Yaani ni kama taswira ambayo sio dhahiri inatokana na mwanga umepiga kwenye kitu fulani alafu ile taswira inaonekana upande wa pili. Sasa uhalisi ulikuwa ni huu kwamba maombi yetu sisi tunayoomba yanapanda mbele za Bwana kama uvumba. Alafu wale wazee 24 wanaozunguka kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 wanachukua maombi hayo wanayatia kwenye kwenye chetezo na fukizwa mbele za Bwana. Yanapanda kama uvumba mzuri. Maombi unayoomba. Nishakwambia maisha ni jambo la kiroho, ni halisi. Kuna vitu vinafanya huko nje vinaonekana ni vya kawaida, lakini kwenye ulimwengu wa roho vina significance kubwa. Yaani vina umuhimu ambao hauwezi hata kueleza kwa maneno. Wewe fikiria maombi unaomba unaona unapata sauti. Hii sauti inaweza ikashikwa ikashikika. Ikatiwa kwenye chetezo ikafukizwa ikawa harufu. Kwa maombi ni vitu na maombi yanashikika kumbe. Ndio maana mtume hapa anasema katika mtume Paulo katika Wathesalonike wa kwanza 5:17, ombeni bila kukoma. Biblia inasema Bwana aliwaambia uvumba utakuwa ufukizwe perpetually, yani kila siku bila kukoma, yani milele yote. Yani ile madhabahu ya uvumba ilikuwa inachoma yani asubuhi jioni continually. Hakuna siku inaacha kuchoma uvumba asubuhi na jioni. Sasa ilikuwa ni picha kuhusiana na in actual sense prayer yetu inabidi iende mbele za Bwana kila siku. Sasa mtoto wa Mungu anasema hivi. Anaeleza sasa miaka mingi baadaye mtume Yohana kwa njia ya Roho Mtakatifu anapewa uwezo wa kuona kule mbinguni na anaonyeshwa ukweli huu wa kushangaza sana, vitasa au hizo bakuli za dhahabu vilivyojaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Unapoomba duniani, maombi hayo yanakwenda mbele za Bwana kama uvumba. Na mfalme Daudi alipata ufunuo wa jambo hili. Bwana alimuongoza kuelewa kwamba maombi yetu yamewekwa mbele za Mungu kama uvumba. Kwa hiyo alisema katika Zaburi ya 141 mstari wa 2,
sala yangu ipae mbele zako kama uvumba. Sio, unaelewa? Kuna watu wakasema mchungaji ili somo mmelitoa wapi? Ni somo la kweli kwenye maandiko. Yaani maombi yanakuwa ni uvumba. Tumekusomea maandiko matatu tofauti. Tumeanza na Ufunuo wa Yohana sura 5 mstari wa 8. Tumekwenda kwenye Exodus au Kutoka sura ya 3 mstari wa 7 na mpaka wa 9, na tumekwenda tena kwenye Zaburi ya 141 mstari wa 2. Na kwa taarifa yako, andiko linasema yani ili somo liwe somo, ili liwe fundisho, unahitaji mashahidi wawili au watatu. Sasa nimekupa mstari mitatu. Kwa hiyo uweze kubisha kusema kwamba hii ni story. Hii sio story. Huu ni uhalisi wa maandiko yanavyotaka. Kwa hiyo fikiria, Daudi mwenyewe alipata revelation, ufunuo. Jua Daudi alikuwa nabii, zaidi ya kuwa mfalme alikuwa nabii. Alipata ufunuo, akasema sala yangu na ipae mbele zao kama uvumba, na mikono yangu kama, yani kuinua mikono yangu kama sadaka ya jioni. Kwa hiyo unavoomba pia ukiwa umeinua mikono ni kama yule anayetoa sadaka ya jioni katika Agano la Kale. Mikono tu kuinua jioni mbele. Sasa unaambiwa inua mikono mbele za Bwana tumwabudu, unaona tunainua tena mikono, mbona kama adhabu? Hii kitu kuna umuhimu mno kwenye ufalme, yani kwenye ulimwengu wa roho ni silaha. Nenda kaone na namna ambavyo Miriam na Haruni sio waligundua Musa anafanyaje wakati wanapigana na Amalek. Joshua akiwa katika bonde lile anapigana, Musa ameenda mlimani. Pia nasema wakagundua akiinua mikono Israeli inashinda. Akishusha wanapigwa. Ikabidi wakae pale wamtegemeze, wamsaidie mikono ikae juu mpaka yaani mpaka jua linazama, ngome inapigwa. Lakini kwa kuna kitu ambacho hawa walikigundua by revelation, by observation. Neno wali observe wakatambua kama vile wametazama wakaangalia, mbona kama akiinua ndio. Sababu kwenye ulimwengu wa roho ina significance. Biblia inasema ni kama vile umetoa sadaka ya jioni. Sasa tunaambiwa tuombe inua mikono juu, unasema nimechoka mtumishi. Unashangaa kwa nini una shida ya mifupa. Ndio, shoulders na nani? Uti wako wa mgongo. There's a blessing. Sijui nielezeje. Ngoja kwambie, moja ya kitu ambacho nataka kuelewa, kuna kitu kinaitwa extremities. Extremities ni yani kama vile zile ncha za how do you explain? Yani kama ncha ya kitu, yani sehemu ambapo hii somo litakuwa zito, utakuwa kuna maneno mengi. Labda nieleze kwa dakika moja au sekunde 30. Sawa. Hizo extremities ni kama milango. Ambapo ile nguvu ya Mungu inaweza kuwa concentrated, inaweza kajiwekeza pale. Lakini pia yani spiritual things can enter or leave kupitia hiyo milango. Okay. Kwa mfano, roho ya mwanadamu ikitaka kutoka, inaweza kutoka katika mdomoni, puani, masikioni, kwenye ncha za vidole au mikono au miguu. Yani openings. Na vile kuingia, it can enter through those ones. Kwa hiyo unavoinua mikono yako mbele za Mungu, yani it's like kuna divine connection. Umeelewa? So you can receive something from him through your hands, kupitia mikono yako. Na ndio maana unaweza kwa mkono juu ya wagonjwa wakapokea afya. Kwa sababu una transfer kitu kutoka kwako kwenda kwenye mikono. Yani kupitia kwenda kwa wengine through your hands, kwa kupitia vidole, because once you stretch your hand na vidole vyako vinanyoka. So next time unatakiwa kunyoosha mkono yako kumwabudu Bwana. Elewa kuna jambo la muhimu sana. Fanya hivyo. Mtoto Mungu anasema hivi, maombi yako ya kuombea wengine hupanda juu kwa Mungu na kuangusha mipango ya adui na kubadilisha mambo katika ulimwengu wa roho na kusababisha mabadiliko chanya duniani. Maombi yako yanafanya kazi kubwa sana, yana change vitu. Na mtoto Mungu anasema ndio maana unapaswa kuomba daima. Mstari wetu wa ufunguzi unasema ombeni bila kukoma. Chukua maombi kama uzito na utastaajabishwa na mabadiliko yatakayoonekana katika maisha yako na ushawishi mkubwa zaidi wa roho na Roho Mtakatifu na utendaji wake ndani na nje yako. Sio tu ndani yako na nje yako. Kama utachukulia swala la maombi kwa uzito wake na umuhimu wake na ukafanya tena na tena na tena na tena. Ndio Mungu anasema kila inapowezekana jitenge na kila kitu na usali kila inavyowezekana. Kila unapata fursa na nafasi, katika kila nafasi unayopata
unayoipata, nena kwa lugha. Every opportunity you get, nena kwa lugha. Kwa wale ambao wanadhani kunena kwa lugha ni ukiwa umefanya ile spiritual lost kanisani, baada ya umeimba, mmesifu, mmefika pale juu ndio iko sheka tata, afa nyamaza. Hauwezi kuwa na ushindi mtumishi unaotakiwa. Unatakiwa kila nafasi unayopata uwe pale kerabana every time. Kwenye daladala umekaa, unasafiri, unatoka hapo unaenda Mbagala, unatoka hapo unaenda Kibaha, nenda kwa lugha pale taratibu. Na kuna picha nimewahi kuiona mitandaoni, mtu alikuwa anatoka wapi, anaenda Mbagala. Ni safari ndefu kiasi kwamba amenunua mboga njiani kwa anachambua. Kwa maana yake mtu anaweza akafanya shughuli nyingine pia. Sasa unakaa kwenye foleni masaa mawili masaa matatu. Exactly. Unafanya nini katika masaa mawili matatu? Ni gani? Unapiga tu story, unaangalia, mazika talabara bazila. Ndio Mungu anasema, na ikiwa itatokea ulikosa muda wa kusali katika ile ratiba yako uliyojipangia kusali, hakikisha unasali mara tu baada ya hapo. Ulikuwa umetenga ratiba yako kusali muda fulani, somehow ikashindikana, unapata ile nafasi, ingia mara, useme nishafanya asubuhi. Kuwa keen, elewa maombi yako ni something, ni vitu ambavyo vya maana, vya utukufu na mbele za Bwana. Vitu Mungu anasema katika waraka ya Yakobo 5:16 Amplified Bible Classic, waraka ya Yakobo 5:16 inasema, kuomba kwa bidii, maombi yatokayo moyoni, yaliyoendelevu ya mwenye haki husababisha nguvu kubwa ipatikane, iliyoendelevu katika utendaji wake. Maombi yatokayo moyoni, yanagusa moyo wako, sio yale maombi ya kwenye lips. Ndio alikwambia unamtukana, unamwambia asubuhi, unamtukana jioni. Haya maombi afanye kazi. Naomba mkuu wa nchi au unamwambia bosi wako asubuhi, afu ukifika ofisini unasema jamaa hata ajielewi wala ajifahamu. Na unataka kuomba hapo asubuhi, unategemea mwambie afanyaje? Hajagusa moyo wako. Yes. Kama vile wewe nikwambie maana hiyo kitu ni kwamba hivi umepanda mbegu asubuhi, ufika jioni unakuchumbua, unakuiangalia imota. Miaka 1000 nataka yote. Sababu kila asubuhi unapanda, ifika jioni unaichimbua. Haleluya, anacheka, anataka kudondoka. Ndio ukweli. Because wewe unapanda with your words, alafu unaenda kuchimbua na maneno yako tena. Unategemeaje mavuno? Anataka yote. Na ndio maana imesema maombi yatokayo moyoni, yaliyoendelevu, consistently. Ukaomba tena na tena na tena, ukapush, ukasukuma. Mwingine anaomba asubuhi amesahau, umeomba nini leo? Anaangalia huku na huku. Maana hayakugusa, maombi yako yanasema they didn't even pass the ceiling. Hakuvuka hata dari pale nyumbani. Sababu wewe mwenyewe ulikuwa hata huyu. Hata uelewe ulikuwa unaomba nini. You are just hujapangilia. Ndio Mungu anasema, kwa hiyo sali na dumu katika maombi. Usiseme niliomba jana na hayo maombi yatanitosha kwa wiki nzima. Hapana, ndio Mungu anasema hapana. Amri ni kwamba tuombe bila kukoma. Vihatarishi ni vikubwa zaidi kuliko hapo awali. Kwa hiyo ni lazima tudumu katika maombi hadi nafsi ya mwisho inayopaswa kuokolewa ifikiwe na kuletwa katika ufalme kabla ya unyakuo wa kanisa. Hadi nafsi ya mwisho ifikiwe. Kama umeona vizuri maombi tulioanza leo, tumeomba kwa ajili ya mavuno ya nafsi, kwa ajili ya kazi ya injili katika ulimwengu wetu. Andika mstari hii uende kuisoma. Luka sura ya 18 mstari wa kwanza. Labda mchungaji Steven atasoma ile andiko. Luka 18 mstari wa kwanza. Luka 18 mstari wa kwanza. Andiko la pili Wakolosai 4:2 na andiko la tatu Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka 14. Ndio, karibu. Luka 18 mstari wa kwanza. Amina. Akawaambia mfano, ndio, ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Ndio. Wala wasikate tamaa. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote na wala wasikate tamaa. Muhimu sana. Nenda kasome yote mpaka mstari wa 9 kwenye hiyo Luka 18. Utaona Bwana alieleza ule mfano wa yule kadhi au hakimu ambaye alikuwa ni dhalimu na yule mama mjane. Na naona ambavyo maombi ya yule mama mjane yalisababisha yule hakimu ampe haki, ingawa alikuwa amchi Mungu wala hajali watu. Lakini andiko lingine ni Wakolosai 4:2. Wakolosai 4:2. Labda nitamwambia mtumishi fungua Matendo ya Mitume 1:13-14. Mimi nitasoma Wakolosai 4:2. Nasema dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Wakolosai 4:2. Dumuni sana katika kuomba. Na andiko la mwisho ni hiyo Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka 14. Hata walipoingia wakapanda orofani,
walipokuwa wakikaa, Petro na Yohana na Yakobo na Andrea, Filipo na Tomatho, Bartholomayo na Mathayo, Yakobo wa Alfayo na Simoni Zelote na Yuda wa Yakobo. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali. Pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali. Yes. Wow, muhimu sana. Na nitakutia moyo, nenda kasome Matendo ya Mitume sura 12 mstari wa kwanza mpaka wa 25. Matendo ya Mitume sura 12 mstari wa kwanza mpaka 25. Uone maombi yalivyofanywa na kanisa dhidi ya Petro wakati amekamatwa baada ya Yakobo kuuliwa. Uone kile ambacho maombi yalifanyika bila kukoma. Biblia inasema prayer were offered by the church without ceasing. Na walikuwa wanaomba kwenye maeneo mbalimbali kila siku kwa mfululizo bila kukoma. Kiasi kama mpaka Petro amekuja, jamaa waamini kama ametoka. Unajua ni ameshauliwa, ni mzimu wake umekuja. Yes. But they were praying consistently. Fanya sala hii pamoja na mimi asubuhi ya leo. Sema: mpendwa Baba. Mpendwa Baba, asante kwa fursa na nguvu ya maombi ambayo kupitia hayo roho yangu inalandana na mapenzi yako kamili ya kutembea katika utukufu unaongezeka kila mara. Maisha yangu inaratibiwa na roho wako na daima ninaimarishwa na kuongozwa na kupangiliwa sawa sawa kwa ajili ya mafanikio. Hakuna hali yoyote ninayoshindwa kwa sababu ninafanya kazi nikiwa katika nafasi ya ushindi na utawala daima katika jina la Yesu. Amina. Amen. Kwa hiyo hakuna hali ambayo unashindwa, mtumishi. Yes. Every situation, kwenye kila hali wewe ni mshindi na zaidi ya mshindi. Fanya sala hii pamoja na mimi, wewe ambaye kwa mara ya kwanza asubuhi leo umetusikiliza na hujampokea Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Hujaokoka, nataka nikupe fursa hii. Sema na mimi maneno haya ukiwa na maanisha ndani ya moyo wako. Sema: Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu. Kuanzia leo hii nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Oh, haleluya. Naomba ni kwa ajili yako Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya wale wote ambao siku leo wamemwamini Kristo kwa mioyo yao na kumkiri kwa vinywa vyao. Wanatembea katika upya uzima, wanatembea katika ubora, wanatembea katika ushindi. Yule adui ana madai yote dhidi ya maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo, nabariki roho wako, nabariki neno lako Bwana. Oh, hallelujah. Wow. Hallelujah. Mtusomee message hata mbili ambazo umezipata asubuhi leo kabla hajahitimisha. Message ni nyingi kweli hapa. Anasema naomba msaada wa maombi, Mungu ashughulike na ndoa yangu na mimi sichoki kuomba pia. Anasema anaitwa Elia Charles, anashiriki ibada hii akiwa Kitunda Relini. Haya, asante, ubarikiwe Elia kutokea hapa. Anasema Bwana Yesu asifiwe, nashiriki ibada hii na nyie watumishi wa Bwana kutokea Banana Machimbo. Anasema mbarikiwe sana. Anasema Bwana Yesu asifiwe, tuko pamoja na sikiliza ibada hii kutokea Viwege. Naitwa Milka, nahitaji pia maombi, najikuna sana mwili mzima, nimetokwa na vipele hivi. Pole sana, Mungu atakuponya. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Okay, Milka tayari nishaona ujumbe wako. Anasema Bwana Yesu asifiwe, nimeshiriki na nyie katika ibada asubuhi ya leo. Naitwa Joel Kaaya, niko Dodoma. Mungu awabariki sana. Anasema anaitwa Leonard Joseph, anatokea Kibaha. Anasema niko na nyie, Mungu awabariki, ila ninaumwa jino, naomba maombi yenu. Haya, anasema anaitwa Obadi Venus, anatokea Isengure, mkoa wa Katavi. Anasema nimebarikiwa na neno la Mungu. Glory. Nawasalimia sana.
sana sana. Mungu awabariki. Asante sana. Asante, ubarikiwe pia. Kabisa. Anasema mtumishi, naomba nisaidie maandiko ya jana Jumamosi na Wathesalonike hiyo sawa. Okay. Atakutumia mtumishi wa Mungu. Anasema anaomba haya masomo, hasa somo la hekima yote, anapatikana Kimara huyu. Okay. Anasema samahani ujani sawa. Anasema hapa imekaa vizuri, pia naomba andiko la Kutoka, sijalipata vizuri kwa ajili ya maombi. Haya, huyu ametuma message, amecheka sana. Au tulikuwa tunacheka wote ndugu yangu. Exodus 3 ni Kutoka sura ya 3 mstari wa 7 mpaka wa 9. Haya, huyu amesema anaomba atumiwe mafundisho haya kwa namba hiyo. Haya, huyu mwingine anasema mbarikiwe, anaitwa Joselite, anatokea Mbagala. Message nyingi, muda umetuacha. Asante, mbarikiwe wote kwa jumbe. Mtumishi wa Mungu, naomba uhitimishe kwa kumwaga msikilizaji. Asante sana, na unaweza kutoa matoleo yako asubuhi ya leo kupitia lipa namba hii 50165653 50165653, lipa namba ya Vodacom. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa wale wote ambao wametusikia asubuhi ya leo. Natamka baraka, ushindi, ubora na utukufu juu ya maisha yao. Asante Bwana, maana wanatembea katika kweli neno lako, wanatembea katika utukufu na ubora, wamelindwa na kuhifadhiwa, wana afya njema katika utosi wa vichwa vyao, katika unyayo wa miguu yao, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Amina. Yeah, tembea katika ushindi. Amen. 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 Amina. Na by the way, tarehe kesho asubuhi shirika kwenye Rhapsody tutakuwa tuna tangazo. Ijumaa tunategemea kuwa na ibada fulani usiku, na itarushwa hapa live. Kwa hiyo kesho tutaconfirm. Tafadhali wale ambao wanatusikiliza wapate nafasi ya kushiriki pia. Yes. Sawa. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu kwa huduma yenu njema. Amen. Amen.